Tutazame jambo la 4 ambalo, kwa nini Mungu anauliza swali? Kwa nini Mungu anauliza swali? Bado tunaendelea kusoma hili neno kwa ambalo somo letu ambalo nasema kwamba kwa nini Mungu anauliza swali. Jambo la 4, kufungua nguvu zake na uweza wake juu yako. Kufungua nguvu zake na uweza wake juu yako. Tukimtazama mfano wa mtu ambaye anatufundisha katika jinsi alivyoulizwa swali hili na akafunguliwa uweza ni Sara. Mwanzo 18 mstari wa 14 unasema, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Hiyo ni Mwanzo 18 mstari wa 14. Sara anaulizwa, kuna neno gani gumu la kumshinda Bwana? Hii ni baada ya yeye kujitafakari na kugundua, itawezekanaje mimi na bwana wangu mzee, mimi mzee wa miaka 90, nikabeba mtoto? Mbona nimeshapita desturi ya wanawake? Mbona nimeshapita hii desturi ya wanawake? Lakini Mungu alipomuuliza vile akamwambia, kuna jambo gani ambalo niligumu kwangu haliwezekani? Hebu litafakari. Kwa Mungu alipomuuliza hili swali liliingia kwenye moyo wa Sara, akaogopa sana. Liliingia kwenye moyo wa Sara, akapata mashaka mno kwamba yawezekana hakuna kitu ambacho kinachomshinda Mungu, na ndio maana aliogopa. Kama Mungu ameweza kugundua jambo la moyoni mwangu, Mungu ameweza kugundua ninachokiwaza ndani ya moyo wangu, basi kumbe ana uwezo wa kunifanya na mimi nikabeba mtoto. Kwa pasina kuulizwa vile, Sara asingefunguka akili. Kumbe Mungu anaweza zaidi ya ninavyowaza. Kumbe Mungu anaweza zaidi ya ninavyotazamia. Kwa hiyo Mungu alipomuuliza vile, lengo lilikuwa ni moja tu, kufungua mlango wa uweza wake, kufungua mlango wa nguvu zake na uweza wake. Kwa hiyo pasina yeye Mungu kuuliza hivyo, asingeweza kumtafakarisha kwamba mbona Mungu anaweza, kama ameweza kuumba bahari, kama ameweza kuijenga anga pasina nguzo, kama akaweza kuiweka mbingu, kama akaweza kuiweka mimea, kama akaweza kuweka wanadamu, kama akaweza kuweka pumzi ambayo tunaitumia bure, hamna anayechangia, kama akaweka ecology ambayo inatunza hali ya dunia, kama ameweza kutengeneza environment ambazo ni very 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 attractive, kwa nini hili jambo tu limshinde? Kwa nini mimi kubeba tu mtoto kiwe jambo la ajabu? Kwa pasina Mungu kumuuliza, asingemfungulia swali la kutafakari nguvu za Mungu. Na ndio maana katika Zaburi anasema, nifungulie nielewe maajabu yako, nifungulie nione maajabu yako. Kwa namna pekee ambaye Mungu anakufungulia maajabu na nguvu zake ni kupitia swali. Anakuuliza, kuna jambo gani ambalo linanishinda? Yamkini umeona kwamba huo mtihani ambao unauendea ni mgumu, hauwezekani. Huo mtihani ambao unauendea haiwezekani kufaulu. Huo mtihani ambao ninauendea lazima nipate sapu. Yamkini umeiona hii interview ya kazi ninayoiendea haiwezekani kunipa hii kazi. Yamkini labda umeona haiwezekani hivyo vitu. Ila leo tambua kwamba ni jambo gani gumu la kumshinda Mungu? Ni jambo gani gumu la kumshinda huyu Mungu? Ni jambo gani gumu la kumshinda Mungu? Ukitazama hakuna jambo linalomshinda Mungu, basi tambua alipouliza hilo swali hakusema kwamba umwambie kwamba Mungu lipo hauwezi kufanya jambo fulani. Alikuwa anakufikirisha kwamba utambue kwamba hakuna kitu ambacho ninakishindwa mimi Mungu. Tambua kwamba hakuna kitu ambacho mimi Mungu kinanishinda. Kwa hiyo hata na wewe lazima utambue, Mungu anapouliza swali hakutafuta wewe kutambua kujijibu kwamba hakuna, bali alikufungulia ili utazame nguvu zake jinsi zinavyoweza kukuweka katika mfumo ambao Mungu unampendeza, mfumo ambao unampendeza Mungu. Mfano mtu mwingine ambaye naye hivyo aliulizwa na Mungu na kufunguliwa nguvu za Mungu. Tukimtazama mfano wa pili wa mtu ambaye aliulizwa na Mungu na kufunguliwa nguvu za uwezo wa Mungu ni Yeremia. Ukisoma katika Yeremia 32:27, Yeremia 32:27 inasema, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Uwe na uhakika kwamba kama Mungu asingemuuliza Yeremia angeendelea kubishana. Ukisoma katika hiyo 32:25
Yeremia alikuwa akimbishia Mungu kwamba yawezekanaje mimi nikanunua shamba, ili hali unajua kabisa huu mji wa Wakaldayo wamemiliki, huu mji wa Wakaldayo wanatawala, huu mji upo chini ya Wakaldayo. Wakaldayo hawataruhusu kirahisi tu mimi nikanunua shamba kwa shekeli, mimi nikanunua shamba kwa fedha. Kwa alikuwa ajui nguvu za Mungu ambazo jinsi zinavyotenda kazi. Yeremia alikuwa hajaona hizo nguvu za Mungu. Alisahau kama Mungu alivyomwambia kwamba mimi Mungu nalitazama neno langu ili nipate kulitimiza. Kwa hiyo Yeremia alikuwa ametazama kwa macho ya nyama kwamba mbele yangu zipo changamoto nyingi, mbele yangu zipo shida nyingi, mbele yangu hapo maadui wa Wakaldayo hawataruhusu mimi nikanunua shamba. Mungu akamwambia kwamba ni jambo gani hilo ambalo ni gumu? Mimi ni Mungu wa kwako na mimi ni Mungu wa hawa Wakaldayo. Mimi ni Mungu wa Waisraeli na mimi ni Mungu wao wa adui zako. Nina uwezo wa kuufanya moyo wa adui zako ukanisikiliza, ukanitii. Kwani kuna jambo lipi ambalo linashinda? Pasina Mungu kumuuliza Yeremia hili swali, uwe na uhakika Yeremia asingepata jibu la kufanya hatua ambayo kuchukua hatua kazi ambayo Mungu amempa. Angeendelea kutembea na kubishana na Mungu. Lakini baada ya kuulizwa swali, jambo lipi ambalo ni gumu mbele zangu, Mungu, ndipo Yeremia alipopata jibu kwamba kumbe hakuna jambo linalomshinda Mungu. Kwa hiyo kumbe hata hiki ambacho anakiagiza kinawezekana. Hichi kitu ambacho anakisema kumbe kinawezekana. Kwa hiyo na wewe tambua, Mungu anapouliza swali akosei, bali anachokitaka kuna jambo analokufungulia uone nguvu zake kumbe zina uwezo zaidi ya hilo changamoto ambao unapitia. Uone nguvu zake kumbe ana uwezo zaidi ya hizo changamoto unazozipitia. Mungu ana uwezo wa kupima maji kwa konzi ya mkono wake. Mungu ana uwezo wa kuipasua dunia kwa kauli ya kukunja tu mkono wake. Mungu ana uwezo wa kunguruma dunia yote ikatetemeka. Mungu ana uwezo wa kufanya mambo makubwa. Mungu ana uwezo wa kufanya mambo makubwa. Kama ana uwezo wa kuchana bahari, kwani asitengeneze njia kwenye hiyo kazi yako? Kama ana uwezo wa kuwalisha watu jangwani, watu ambao hawakuwa walimi, watu ambao walikuwa hawategemei maziwa, walikuwa wanalishwa chakula cha mbinguni, walikuwa wakilishwa mana, wakilishwa na nyama, wakinyweshwa na maji. Hakuna aliyekuwa labda anashughulika na walikuwa wanaishi. Ndio maana Mungu naye anakuambia ni jambo gani ambalo ni gumu la kunishinda? Ni jambo gani ambalo gumu la kunishinda? Anakufungulia utazame, mimi Mungu nina uwezo zaidi ya hivyo ambavyo unavitazama wewe. Mimi Mungu nina uwezo zaidi ya hivyo vitu ambavyo unaviona kwako wewe ni vigumu. Kwako wewe umeona ni vigumu, ila kwangu mimi hakuna kinachonishinda. Mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, ni jambo lipi la nisiloliweza? Ni jambo lipi gumu lolote nisiloliweza? Yamkini wewe Yeremia umeliona, ila mimi Mungu sijaliona. Labda uniambie leo ili na mimi nifahamu kwamba jambo fulani linanishinda. Na Yeremia alipotafakari akagundua kumbe hakuna kitu ambacho kinamshinda Mungu. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani mbele za Mungu. Na ndio maana aliweza kuchukua hatua. Kuona wewe Mungu anapokuuliza jambo, anafungua nguvu zake. Kwenye hiyo biashara ambao unaogopa kufanya biashara kwa sababu majirani zako wanatumia nguvu za giza, kwa sababu majirani zako ni washirikina, kwa sababu labda mahali ambapo upo hakuna soko la kutosha, kwa sababu hauna mtaji wa kutosha, unaogopa kufanya jambo fulani, uwe na uhakika hakuna jambo linalomshinda Mungu. Naye Mungu anakuuliza ni jambo gani jipi hilo, jambo gani gumu hilo ambalo linamshinda? Hakuna jambo ambalo linamshinda. Na hili swali likae kwako, tembea na hili neno kwamba hakuna linalomshinda Mungu, hakuna linalomshinda Mungu. Naye Mungu akusaidie. Tutazame jambo la 5 ambalo Mungu ufunua kupitia kuuliza kwake swali. Jambo la 5 linasema kufunua na kukumbusha maagizo aliyotoa awali. Kufunua na kukumbusha maagizo aliyotoa awali. Ukisoma Yoshua 1:9 inasema, je, si mimi niliyekuamuru? Je, si mimi niliyekuamuru? Ina maana kama Mungu ameamuru, uwe na uhakika kutoka mwanzo alikuwa amempa maelekezo. Ukisoma ile neno niliyekuamuru, wataalamu wa Kiswahili anasema ni kitendo ambacho kimepita. Inawakilisha kitendo ambacho kimepita. Kwa hiyo kumbe toka mwanzo Yoshua alikuwa ameambiwa kwamba uwe shujaa na moyo wa ujasiri, usiogope. Lakini sasa Mungu alipomtazama kwenye moyo wa Yoshua alikuwa anaonekana
Mungu yamkini aliona Yoshua ameanza kuogopa kwa sababu Musa yupo. Kwa sababu Musa hayupo, Yoshua akaanza kupata wasiwasi. Nitawezaje kuliongoza kundi kubwa hili? Yoshua akapata wasiwasi. Ndio Mungu anakuja kumuuliza Yoshua, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo ushujaa? Je, si mimi niliyekuamuru? Kwa lengo la Mungu lilikuwa ni kumfungulia maagizo aliyokuwa ameyatoa mwanzo, na pia alikuwa anamkumbusha maagizo ambayo alimpa toka awali, kwamba mimi nilikuamuru uwe shujaa. Sasa mbona leo unataka kukeuka, uanze kuogopa kutakuongoza? Uanze kuogopa kuliendesha ile gurudumu kutoka kwa Musa. Kwa nini Musa ameondoka unaanza kuogopa kuwa kiongozi? Lazima utambue kwamba toka mwanzo nilikuamuru. Kwa kama toka mwanzo nilikuamuru, ninapokuja kukuuliza hili swali, silengi kwa sababu si kwamba nimekosea kuuliza, bali ninakukumbusha kwamba toka mwanzo nilikuambia Yoshua uwe shujaa. Toka mwanzo nilikuamuru Yoshua uwe hodari. Toka mwanzo Yoshua nilikuamuru uwe jasiri. Kwa si kwamba ninakuja kuuliza kwamba ujue kwamba nimekosea. Mimi Mungu ninakusemesha, ninakuambia, je, si mimi niliyekuamuru uwe shujaa? Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari? Hata na wewe mpenzi ambao unatutazama sasa hivi kupitia channel hii, nakuamuru, tazama neno la Kristo. Mungu anapokuja kukuuliza, je, si mimi niliyekuamuru? Yeye anasema katika Biblia kwamba watoto wako watakuwa vichwa wala si mkia. Pia anasema watoto wako watafundishwa na Bwana na amani yao itakuwa juu sana. Na pia anasema kila utakapokanyaga nitakupa kupatawala. Naye anasema pia, enenda ukatawale vitu vyote vya duniani na vya majini. Kwa hiyo uwe na uhakika kwamba Mungu anatoa maagizo. Sasa ukijiona leo kwamba umekosa kutawala, jua kabisa kuna mahali umesahau. Mungu anakuuliza, je, si mimi niliyekuamuru uende ukatawale? Je, si mimi niliyekuamuru kwamba watoto wako watafundishwa na Bwana? Acha kuwa na pressure. Je, si mimi niliyekuambia kwamba Mungu, mimi nitakulinda nami nitakupigania nani nitanyamaza kimya? Je, si mimi niliyekuamuru hautapungukiwa, kapu lako la kukandia unga halitapunguka? Nami si niliyekuamuru kwamba usisumbukie maisha, bali mimi Bwana mbinguni ninajua kwamba mnahitaji hivi vyote. Kwa hiyo lazima utambue, Mungu anapouliza swali huwa hakosei mpenzi mtazamaji, huwa hakosei ndugu mpendwa, huwa hakosei, huwa ana kitu ambacho anafunua. Haiza anakukumbusha au anakufungulia nafasi ambayo umetoka, au anakufungulia nguvu zake, au anakufungulia uweza wake, au anakufungulia kutazama toba. Uwe na uhakika kuna jambo ambalo Mungu anakutazamia. Kama nilivyokwisha kusema mwanzo, vitu hivi ambavyo tunavitazamia sivyo pekee, bali vipo vingi. Kadri Mungu anavyotuongoza, Mungu azidi kutufungulia zaidi. Kadri Mungu anavyotuongoza, tumefanikiwa kupata hivi, naye Mungu anasema hivi, naye Roho Mtakatifu akuwezeshe wewe ambao unatazama video hii, uzidi uenda mbele zaidi, ukatambue jinsi Mungu anavyokuuliza. Hivi tulivyovisoma vikawe ni mlango wa kuendelea kujifunza mbele. Nawe lazima utafakari kwamba Mungu kadri anavyouliza swali, kuna kitu anachokisema, na namna pekee ya kugundua siri za Mungu ni kukaa katika Biblia, kukaa katika neno. Mithali anasema huwa ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, ila ni sifa ya mfalme kufumbua jambo. Kwa wewe kama mwana wa kifalme, wewe kama mwana wa kifalme, Mungu anapokuja kusema nawe katika njia ya mafumbo, lazima ujitafakari namna ya kufungua hiyo njia, namna ya kufungua hiyo njia. Lazima utafakari namna ya kusema hiyo njia, kufungua hiyo, ya kutafakari fumbo ambalo Mungu amekwambia. Mungu anapokuja kusema, huwa ni mara chache huwa anasema kwa kueleweka, ni mara chache huwa anaenda straight, lakini mara nyingi huwa anasema nasi kwa njia ya mafumbo, akitaka tuzitafakari. Ndio maana anasema, kumbuka ni wapi ulipoanguka, urudi ukatubu, urejee kwa Bwana naye atengeneze. Kwa sasa kama uwezi kukumbuka, namna ya kukumbuka pekee ni kutafakari. Kwa sasa Mungu akikuona uelewi, anakurudia kwa njia ya swali, anakuuliza swali ili akutafakarishe, ukumbuke ni wapi ambapo umetoka kwenye nafasi, ni wapi ambapo umetoka kwenye position ambayo alikupa. Kwa hiyo lazima ujijue kabisa
Kuna mambo mengi ambayo Mungu analenga, na mambo mengi ambayo analenga ni kutakia Mungu akufungulie zaidi, uingie katika jinsi lengo ambalo Mungu analo mwanzo, Mungu alikuwa analitazamia mwanzo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wa majeshi, ninasema asante kwa neema hii. Ninaomba mtumishi wako ukamfungulie kuelewa zaidi ya fahamu ambako ameelewa, ukaende naye zaidi, mfalme wa amani. Anapojifunza katika somo hili, Mungu usiache kwenda extra mile kwa ajili yake, ukamfungulie na zaidi Bwana, katika jina lako Yesu Kristo. Ninaomba neema yako iende mahali yake. Bwana wa majeshi, wewe kama ambaye upo katika unatazama video hii na wewe hujampokea Yesu Kristo, chukua nafasi hii kufuata maneno haya ukimkiri Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, ninasema asante kwa neema yako. Ninashukuru kwa nafasi hii mpya ambayo umesema nami. Chukua nafasi hii juu yangu. Tengeneza nami Bwana. Ninaungama dhambi zangu mbele zako. Ninahitaji kutengeneza nawe Bwana. Ninaomba unirehemu Jehova. Ninaomba unitakase mfalme wa amani. Ninaomba unitakase Jehova Rafa. Ninaomba unitakase Yesu Kristo. Ninaomba tutengeneze pamoja nami. Fungua moyo wa toba ndani yangu. Nipe kutafakari neno lako kwa upya. Katika wingi wa fadhili zako Yesu Kristo, ninaomba uende pamoja nami. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nichukue nafasi hii kukukaribisha wewe ambao unatazama. Kama umepata nini kitu ambacho Mungu amesema pamoja nawe, na kuachia namba hizi za simu ambazo utatumia kutuma maombi yako, au labda una jambo ambalo una shuhuda ambayo Mungu amekupa, jaribu kunitumia, tuma ujumbe mfupi kupitia 0748259092. Tuma ushuhuda wako ili tuzidi kumtukuza Mungu kwa pamoja. Katika jina la Yesu Kristo, amani ya Yesu Kristo kae pamoja nawe. Amen.